بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نهاية التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله قربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وزين أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد. Naam, sisi tumefika katika hapa sasa fasli hii kuzungumzia nia ya uimamu. Masala haya kidogo yana uzito, kwa hivyo itatakani tuwe na tuseme hivi concentration zaidi. Inshallah. Bismillah. فصل فيما تلزم فيه نية الإمامة الذي يلزم فيه نية الإمامة 4: الجمعة والمعادة والمنذورة جماعة والمتقدمة في المطر. Acha nini concentration. Sawa, sasa fasli hii atazungumzia Sheikh swala ambazo ni lazima yule imamu atie nia ya uimamu. Unajua asli sisi tukiswali, mtu akiswali, wakumbuka tukizungumzia nia na swala tulisema ikiwa swali faradhi unanuia vitu vitatu. Ikiwa swali sunna yenye wakati labda unanuia vitu viwili. Ikiwa swali sunna unanuia kitu kimoja. Lakini ikiwa swali maamuma kuna na kitu cha nne lazima unuie. Lazima unuie jamaa. Kwa hiyo kama una swali pale lazima uwe umekusudia pia una swali jamaa kama swali maamuma. Sawa? Wale katika nia utasikia uswali fardhu adh-dhuhri ma'muman. Shaelewa ile ma'muman ile kwa ma'muma ni lazima. Lakini je, kwa imamu ni lazima? La. Kwa imamu si nini? Si lazima. Tueleweane hapa. Kwa imamu, yani imamu mfano uswali fardhu adh-dhuhri. Na sisi asikusudie imaman. Hataki kuswali jamaa, aswali peke yake. Kisha wewe uje uswali nyuma yake. Haina neno. Wewe wapata thawabu, yeye hapati. Lakini je, swala imeswihi? Ndio imeswihi. Tumeelewana? Lakini aje maamuma aswali amfuate imamu bila nia ya umamuma, kwanza swala haiswihi. Kama atamfuata bila nia, kama itakavyokuja inshallah tutazungumzia masharti ya jamaa. Masharti ya nini? Ya jamaa. Kwa hivyo mpaka hapa kwanza tumefahamiana kuwa imamu si lazima atie nia ya uimamu. Aweza sitie nia ya uimamu, lakini maamuma atie nia ya jamaa ama nia ya maamuma, na yule maamuma atapata thawabu, lakini imamu hapati thawabu za jamaa. Paka hapa kwanza tuko sawa? Umefahamiana? Haya. Isipokuwa kuna hizi swala nne sasa. Hizi swala nne lazima imamu atie nia ya uimamu. Lazima. Swala za kawaida si lazima. Isipokuwa hizi swala nne. Hizi swala aina nne tumwambia lazima imamu atie nia ya uimamu. Asipotia nia ya uimamu swala haiswihi labda. Isipokuwa moja ya hizi nne ndio itaswihi swala, lakini anapata dhambi. Sio kama tumeelewana? Naam? hiyo. Yaani hizi swala nne lazima imamu atie nia ya jamaa ama nia ya uimamu. Hizi tutakazostaja. Asipotia nia tumwambia katika swala tatu katika hizi swala isiyo kabisa. Tumwambia wewe kama hujaswali. Na ile swala moja ambayo tutahitaja, hii swala moja wanasema. Sawa. Sasa maro hebu almuhim turudie, sio maana kuna tatizo. Sasa swala kawaida, ikiwa mtu ataswalisha, tuambia swala ya kawaida akitaka thawabu za jamaa atie nia ya jamaa. Lakini lau hatotia nia ya jamaa tumwambia swala itaswihi, lakini hana thawabu yeye za nini? Za jamaa. Isipokuwa hizi swala nne ambazo amezitaja hapa shekhe, tukwambia hizi sio kuwa ni sunna tu utie nia ya imama, tukwambia ni lazima utie nia ya
ya uimamu. Sijaelewa ustadhi hapa. Masala ya leo, Masala ya leo ni hivi. Leo umechelewa leo. Swala kawaida wewe ukiswali unatia nia, mimi naswali swala ya dhuhuri. Lakini ikiwa swali na mtu, ikiwa swali jamaa, kama wewe ni maamuma, lazima pia utie nia ya jamaa. Kwa maamuma nyuma. Maamuma wa nyuma. Imamu tuambia si lazima. Imamu sunna yeye kutia nia ya jamaa. Lakini akitaka thawabu mpaka atie nia yani? Asipotia nia ajue hana thawabu. Sasa mpaka hapa tuko pamoja? Swala itakuwa imesoi vizuri. Lakini sasa fasli ya leo yeye anazungumzia swala ambazo lazima atie nia ya nini? Ya uimamu. Asli si kutia nia ya imamu ni sunna. Isipokuwa hizi swala 4 ambazo atazitaja. Swala aina 4 tutakwambia lazima imamu atie nia ya nini? Ya uimamu. Sasa tuko pamoja? Haya. Ndio sasa akwambia faslu. Iko. Haina. Sawa. Faslun hapa alladhi yalzamu fihi niyatul imam. Asema vitu ambavyo yani alladhi yalzamu fihi niyatul imamati 4. Vile vitu ambavyo ama kile kitu ambacho ama yale mambo ambayo yanalazimika nia ya uimamu alladhi ambavyo kwamba yalzamu inalazimika fihi katika hizo swala niyatul imamati inalazimika nia ya nini? Ya uimamu. Ni ngapi swala aina ngapi? Swala 4. Asema aljumu'atu ni swala ya Ijumaa. Ni swala ya Ijumaa. Ushaelewa sasa? Kwa swala ya Ijumaa lazima imamu atie nia. Asipotia nia ametuingiza kwenye mashaka makubwa sana. Swala hiyo yote bala kubwa. Yaani eti vipi sasa? Lau imamu hatotia nia ya jamaa siku ya Ijumaa. Naambia lakini aslan swala yake ndio itakuwa isihi. Kama sisi hatujui swala yake ndio isihi ikiwa sisi tuko zaidi ya 40. Sisi maamuma tuko zaidi ya 40. Yetu imesihi yake isihi. Tuko pamoja? Wazi? Aljumua ya kwanza ni Ijumaa. Ya pili ni almuada. Maswali. Unajua hapo kuna kuswihi kwa sala na pia kupata ile thawabu ya jamaa. Je, ni kuswihi kwa sala peke yake? Sasa ikiwa swala haikuswihi pia jamaa hapati thawabu. Ikiwa swala haikuswihi kama hakufanya aslan. Yeye achana naye. Sisi tupata thawabu. Tupata thawabu mpaka za jamaa. Sawa. Kwa itakuwa yeye tu. Itakuwa yeye tu ndio. Wal muada ya pili ni swala ya muada. Swala ya muada nini? Swala ya kurudia. Labda mshawahi kujua, labda mshawahi kujua swala ya muada ni ipi? Swala ya kurudia ni swala ya sunna ambayo wewe ukiwa umeswali, labda umeswali peke yako, akaja mtu amechelewa hajaswali, ama umeswali jamaa lakini amekuja mtu hajaswali jamaa ataka kuswali, wewe ukaenda ukaswali naye, wewe si unarudia? Hiyo swala yako inaitwa muada. Inaitwa nini? Sharti ya kurudia hii swala ni uiswali kwa jamaa. Basi ikiwa wewe utakayerudia hii swala, ikiwa utaswali imamu sasa, ikiwa utamswalisha yule aliyekuja kuchelewa, ikiwa utamswalisha, ukiwa utaswali imamu, tumesema lazima utie nia ya imamu kivyovyote. Ikiwa utaamua kumswalisha, basi pia tukwambia lazima utie nia ya nini? Nia ya uimamu. Sasa imeleka hapo. Na wengine iwe afwan wengine iwe mswali toaje tuseme kama asr maswali kwa jamaa, sio hivyo, maswali kwa jamaa vizuri, alafu baadaye ukaja mtu ambaye hajui fiqh ya swala, unaona, na anataka kuswali swala ya jamaa, je, unaweza kumswalisha? Ndio kivyovyote, wakati wote. Hii ni sunna wakati wote, sawa? Ni sunna wakati wote, hata baada ya alasiri hata baada ya alasiri, hata baada ya alfajiri. Nakumbuka tulizungumza zile nyakati ambazo hufai kuswali, tulisema kuna swala khas, ama swala hii ya muada sababu yake imetangulia, yani ni kuingia wakati wa alasiri. Ni sunna kurudia ile swala kwa jamaa, hata kama ushaswali kwa jamaa, na ikiwa umeswali peke yako ni bora zaidi, ni sunna zaidi urudie. Kwa nini? Kwa jamaa. Tuko pamoja? Hii inaitwa salatul muada, swala ya kurudia, sawa? Mara tuko pamoja? Amen. Kisha wal mandhuratu jama'atan,
Swala nyingine ambayo lazima utie nia ya uimamu ni swala ambayo umeweka nadhiri ya kuiswali kwa jamaa. Unajua nadhiri nini, sio? Nadhiri. Ukiweka nadhiri, yani ukisema kwa mfano mimi nimeweka nadhiri kwa kesho nitafunga, basi kesho lazima Sasa ikiwa wewe utakuwa umeweka nadhiri kwa swala yoyote, umeweka nadhiri swala yoyote uswali jamaa, tutakwambia sasa angalia, imekuwa lazima uswali jamaa, sio? Manake mfano swala ya isha hapa, ama swala ya tarawih. Swala ya tarawih jamaa lazima sunna. Swala ya isha jamaa ni faradhi, lakini ni fardhu kifaya. Swala ya isha labda swala ya dhuhuri, zile ni fardhu kifaya, jamaa pale ni fardhu kifaya. Lakini wewe ukitia nadhiri inakuwa sasa ni faradhi kwako pia, kwako bi'ain. Tumeelewa? Fardhu kifaya mkumbuka ni fardhi gani, Amiri? Fardhi ambayo yani fardhi kifaya ni fardhi ambayo mtu akifanya anaweza kufanya, anachukua jukumu la mwingine, akifanya yeye limetosheleza. Sasa tukisema kama hapa kijijini watu wakisimamisha faradhi wakaswali jamaa na ikajulikana pale mashallah watu wanaswali jamaa na ikaenea, basi inakuwa fardhu kifaya imeporomoka. Sisi si lazima tuswali, wale walioswali wametotosheleza, inaitwa faradhi ya kutoshelezana. Lakini wewe sasa ile faradhi ile ya kifaya ukaja ukatia nadhiri, bwana mimi natia nadhiri ni swali ya dhuhuri kwa jamaa. Wajua kuswali kwa dhuhuri kwa jamaa ni faradhi ya kifaya, faradhi ya kutoshelezana. Lakini ukija ukitia nia, basi inakuwa si faradhi ya kutoshelezana tena kwako wewe. Inakuwa kwako ni lazima. Tushaelewana sasa? Imekuwa ni lazima. Sasa faradhi hiyo ukija ukitia nadhiri, tutakwambia ikiwa utaswalisha, ikiwa ujue lazima utie nia ya uimamu. Lazima utie nia. Kwa hivyo swala ya tatu. Ya kwanza swala ya Ijumaa, ikiwa utaswalisha lazima utie nia ya uimamu. Swala ya muada, swala ile ya kurudia, ikiwa utaswali ikiwa utakuwa imamu lazima utie nia ya uimamu. Swala ya tatu ni swala ya mandhura, ikiwa umetia nadhiri kwa swala fulani utaswali kwa jamaa, basi ile swala ikiwa utaswali imamu lazima utie nia. Ama ukiswali maamuma tangu kitambo ni lazima aslan. Shanielewa? Hayo hatuhitaji kueleza hii. Haya. Swala ya 4 asema ni wal mutaqaddimatu fil matari, na ile swala inayotangulizwa katika mvua. Kuna hii swala ambayo ni ruhusa, ikiwa kuna mvua ujumuishe mfano magharibi na ishai. Kwa nyinyi mwaswali sehemu mbali kidogo, jamaa mwaswali sehemu mbali, basi waweza kama kuna mvua nyingi waweza kujumuisha magharibi na nini na ishai ukaiswali wakati waweza. Lakini ikiwa mwaswali mbali unaweza kuita jamaa takdim, lakini inaitwa almutaqaddimatu fil matar, ile swala iliyotangulizwa katika nini, mvua, yani siku ya mvua waweza. Lakini kama hapa tuseme sisi tuishi hapa na madarasa kwa haufai. Hii ni kwa wale wanaoswali sehemu mbali, sawa? Sasa ile kuikadimisha si ni adhuhuri uilete ni ishai uilete wapi, magharibi, sio? Wewe waweza kuileta au swali peke yako? La, ile swala lazima mswali kwa jamaa. Na ikiwa lazima mswali kwa jamaa, kwa hivyo yule atakayeswali kuwa ni imamu lazima atie nia nini ya uimamu ama ya jamaa. Sasa tuko pamoja hizi swala nne paka hapa, tuko sawa? Sasa tumekwambia hizi wal mutaqaddimatu fil matar. Sasa tushaeleza paka hapa maana yake. Yani nikakwambia kuna moja hapa swala itaswihi, una hizo 3 swala haziswihi. Lakini kuna moja swala inaswihi, lakini pamoja na kuwa yeye anapata dhambi ya kuwa hakutia nia nini ya jamaa. Tuko pamoja ama ya uimamu? Sawa? Swala yenyewe ni ile ambayo ametia nadhiri. Ile swala aliyoweka nadhiri kuwa bwana mimi nimeweka nadhiri kwa swala fulani nitaswali kwa jamaa. Akaenda akaswali na asitie nia ya nini ya jamaa, asitie nia ya uimamu. Kama yeye ni imamu asitie nia ya uimamu, tunamwambia swala imeswihi, lakini anapata dhambi. Lakini hizi swala nyingine haziswihi aslan, haziswihi. Sasa tumeelewana Amir? Wazi? Nasema faslun shurutul qudwati 11. فصل في شروط القدوات.
شروط القدوة 11 ألا يعلم بطلان صلاة إمامه بحدث أو غيره وألا يعتقد فرضا وألا يعتقد وجوب قضائها عليه وألا يكون مأموما ولا أميا وألا يتقدم عليه في الموقف وأن يعلم انتقالات إمامه وأن يجتمع في مسجد أو في 300 ذراع تقريبا وأن ينوي القدوات أو الجماعة وأن يتوافق نظم صلاتهما وألا يخالفه في سنة فاحشة المخالفة وأن يتابعه. نعم. سمع شيخ رحمه الله. فصل شروط القدوة 11. شروط القدوة 11. masharti ya kumfuata imamu, masharti ya jamaa. Qudwa ndo kumfuata nani? Imamu. Ni 11. Nimetaja 11, ni muhimu. La ilaha illallah muhammadur rasulullah. Asema Sheikh, شروط القدوة 11 ألا يعلم بطلان صلاة إمامه بحدث أو غيره. ألا يعلم بطلان صلاة إمامه بحدث أو غيره. asijue kubatilika kwa swala ya imamu wake kwa hadathi au kwa jambo jingine. An la ya'lama, asijue butlana, kubatilika salati imamihi, kwa swala ya imamu wake. Nisema shurutul qudwati 11, shuruti za kuswali kwa jamaa, shuruti za maamuma za kumfuata imamu ni 11 masharti. Asema an la ya'lama, asijue butlana salati imamihi, kuharibika kwa swala ya nani? Ya imamu wake, bihadathin, kwa hadathi au ghairihi, au kwa kitu kingine chochote. Yani kwa ufupi, wewe waswali na wajua imamu wako hana udhu, umemwona kabla ya swala amemgusa mwanamke, fai kumfuata. Mbona unacheka? Sio kwa sababu masala yani huyo kuna yani ameelezea Sheikh Izzuddin niko nayo hapa ndio hiyo. Ama kile kiswa cha Juha kile nakumbuka, mkatoa kiswa cha Juha, ameingia kwenye swala umetoa pia mmewambia mara bu akaribikiwa na udhu, akatoka na upepo na akaendelea kuswali. Wewe madamu umesikia ujue swala yani wewe sasa seti imekatika. Ukishajua tu swala yake imebatilika, pale pale unatia nia kuwa waendelea kivyako. Na ikitoka atoke, wewe endelea kivyako. Mfano imamu santoka, si pale mbele kuna maamuma. Na akiingia pale, akiingia sawa, itaendelea. Sawa, ingawa maelezo ni marefu, tutasoma inshallah Mungu kutoka hai kwenye vitabu vingine. Lakini kwa ufupi ni kuwa wewe ukimwona imamu ameharibikiwa na swala kwa namna moja au nyingine hufai kumfuata, haiswihi swala. Sawa? Haya, hapa shekhe jamani ametumia lugha, amesema an la ya'lama, asifanye nini? Asijue. Bali hata kama hatojua, yani an la ya'taqida. Ngale wajua mara nyingine inaweza kuwa wewe huna uhakika, lakini labda wadhania kuwa swala ya imamu haiswihi, pia hufai kumfuata.
Takupa mfano. Mfano unaopigwa sana. Nyinyi mmekwenda, mmesafiri, fika ndiani kule bwana. Hamujui kibla wapi. Na nyote mashallah labda mna uwezo, mnajua kidogo elimu ya nyota na nini basi mwajua mwaweza kufanya estimation yani. Mwaweza kujaribu kujua kibla kiko. Haya mkajaribu kila mtu akapiga ijtihadi zake. Lazima kila mtu apige ijtihadi yake. Maadamu nyote mnajua lazima kila mtu apige. Haya ukapige. Huyu ana simu, huyu ana simu. Wote wakatoa simu. Kutoa simu ya huyu amwambie kibla ni hivi. Simu ya huyu wa pili amwambie kibla ni upande mwingine. Kinyume cha ule wa kwanza. Sasa huyu bwana shekhe mkubwa ampiga mlemba. Je, mimi nimfuatee? Haifai kumfuatia. Sasa katika swala tuweza kuswali, huyu aswali aelekee huku na mimi nielekee huku, tuambia la. Kwa sababu gani? Haiwezekani. Kwa sababu gani? Mimi naitakidi kwa swala yake si sahihi. Mimi naitakidi kwa swala yake si nini? Si sahihi. Basi sifai kumfuata. Na yeye pia hivyo hafai kunifuata. Angalia, hatuswali jamaa. Kila mtu ataswali kivyake. Na kwake yeye swala yake imesihi na kwangu mimi swala yangu imesihi. Lakini kwa akili yangu swala yake haisihi na kwa akili yake swala yangu basi hatuwezi kufuatana. Sawa? Mfano mwingine wanapiga mara nyingine maji yanaweza kuchafuka. Maji yanaweza kunajisika. Tukachanganyikiwa, hatujui ni ndoo gani imechafuka. Kila mtu anakuja anafanya kama si kubahatisha lakini anafanya kuangalia zile alama mpaka mwisho unakuja unaamua bwana hii ndio imechafuka na hii haija, yani hii ndio imenajisika hii haija. Tukija tukipiga ile kila mtu akija akipiga hesabu zake, huyu amekuja ameona ndoo ya kwanza ndio imechafuka. Ya pili haijachafuka, akatawadha kwa ndoo ya pili. Mimi nikaja nikaona opposite. Nikaona ati ndoo ya kwanza ndoo haijachafuka, ya pili imechafuka. Kwa hivyo mimi nimetawadha na ndoo ya kwanza na huyu ametawadha ndoo ya pili. Hatufai kuswali nyuma. Mimi siwezi kuswali nyuma yake, yeye hawezi kuswali nyuma yangu. Kwa sababu mimi kwa akili yangu swala yake ni batil, ametawadha na maji yamenajisika. Na huyu kwa akili yake mimi nimetawadha na maji ambayo yamefanya nini? Yamenajisika. Tuambia kila mtu aswali kivyake na swala ni sahihi kwake yeye ni sahihi na kwangu sahihi, lakini hakuna mtu mmoja kumfuata mwingine. Tumeelewa? Kwa hivyo si lazima ati wewe una hakika kuwa umeona ametokwa na kitu ama amebeba najisi. Ni kuwa wewe si umeshuku la si kushuku. Kuna ijtihadi imekupelekea ukajua kuwa yeye amefanya nini? Swala yake haiswi. Sio kushuku tu. Muhimu sana. Kushuku haina maneno. Kushuku haina wasiwasi. Wewe umesikia sauti ukasema mbona kama mbaya sauti inatoka kwa imamu? Pale wewe umeshuku tu, endelea kuswali nyuma yake. Tumeelewa haona mifano nilopiga ni kuwa kuna ijtihadi fulani wewe umefanya, sio kitu ambacho kimeonekana. Kuna kama dhanna. Wao wenyewe wanasema kuna dhanna, unadhania. Unajua sisi ubaya nafikiri Waswahili kwa kushuku na kudhania tutatumia kwa maana moja, sio? Mimi nimedhania hivi, nimeshuku hivi. Sasa kwenye fiqh kidogo sehemu nyingine dhanna na shaka ni tofauti. Sawa? Hiyo ya kwanza. Kisha ya pili akwambia wa an la ya'taqida wujuba qada'iha alayhi. Sawa? Wa an la ya'taqida wujuba qada'iha alayhi. Na asitakidi uwajibu wa kulipa ile swala juu ya yule imamu. Yaani sasa mimi ni maamuma. Ikiwa nataka kufuata mtu, sharti ni kuwa nisitakidi kuwa yule imamu ile swala lazima ailipe. Unajua kuna swala zingine waswali lakini lazima ulipe. Kuna swala nyingine waswali lakini lazima ulipe. Tulitaja wakati tayamu lakini amiri naona kama bado maskla yako mbali umeyasahau. Umeyakumbuka? Kama mfano pengine yeye anaswali ametawadha ametamam na kuna viungo ambavyo barakallahu fik. Labda kwenye mkono ana nini? Ana bendeji. Tulisema bendeji ikiwa kwenye mkono bahati yake hata swali, yani atatawadha, atatayamam na bado baadaye akitoa ile bendeji tulizungumza hilo kitambo. Sasa basi imamu awe yuko hali hiyo. Imamu akiwa hali hiyo tutakwambia angalia hufai kumfuata. Maana wewe haitakidi kuwa yeye ile swala lazima alipe. Sharti ni yule unayeswali nyuma yake usiitakidi kuwa ni lazima ile swala alipe. Na hali hii sisi tuitakidi kuwa ile swala ni lazima afanye nini? Basi uswali nyuma. Sasa hata kama maamuma amfanana na yeye katika yale masala. Hata kama maamuma amfanana na yeye katika yale
masala. Yani pengine yeye pia ana bendeji. Tunakwambia kila mtu aswali kivyake. Shukuru. Sawa. Wa an la ya'taqida wujuba qada'iha alayhi. Kisha sema wa an la yakuna ma'muman. Wa an la yakuna ma'muman. Na asiwe maamuma. Asiwe maamuma. Yani vipi? Yani yule imamu asiwe yeye pia yuafuata mtu. Wewe uko na msikitini. Mbona watu wawili waswali? Mmoja amfuata mwingine. Wewe ukaamua kumfuata yule wa pili mwenye kufuata. Haisihi. Yani asiwe maamuma, lakini wakati wewe unapomfuata ndo asiwe maamuma. Lakini inaweza kuwa yeye alikuwa maamuma, akamaliza swala na imamu, akasimama, wewe hapa leo ina neno. Bwana sijaelewa hiyo. Wa an la yakuna maamuman, yani yule wewe unayemfuata pia asiwe yeye ni maamuma. Yule ambaye wewe atakumfanya ati ni imamu wako, asiwe yeye ni maamuma. Yani vipi? Mfano wewe umekuja msikitini. Mimi na mara utaswali. Mara imamu. Yani amiri ni imamu. Mimi nikaswali nyuma yake. Wewe ukaja ukaniona mimi na yeye tuswali. Badala ya kuingia umfanye amiri ndo imamu, ukanifanya mimi ndo imamu wako. Sasa mimi wewe umenifanya imamu wako, lakini wakati huo mimi tayari ni maamuma. Mimi namfuata huyu, wewe ukaja kunifuata mimi, haiswi. Imedhihirika Sean, isipokuwa ukija mimi nilikuwa namfuata huyu, kisha yeye akamaliza swala, mimi nikatoa, kisha nikasimama. Pale waweza kunifanya mimi imamu. Kwa sababu gani? Kwa sababu sasa wakati ambapo wewe utakunifanya mimi imamu, mimi si maamuma tena. Nishamaliza ule maamuma, yani ashamaliza swala yule. Umeelewa? Wale mara nyingine waingia msikitini wapata watu wawili waswali, usijue yupi ni imamu yupi ni maamuma. Usijue labda kiangalia wameswali karibu sana. Waona wakiruku wanaruku pamoja. Utafanyaje? Utajaribu, utaangalia kwa jitihadi. Yule ambaye waona ndo alama zaidi, ndo ana uwezekano zaidi kuwa ni maamuma, usimfuate, uswali naye, mfuate yule mwingine. Kwa hiyo hapa utasema short form 2 asiwe maamuma yeye pia, yule imamu pia asiwe maamuma. Wa an la yakuna maamuma. Sawa? Wala ummiyan. Haya, hapa sasa. Wala ummiyan. Na pia asiwe ni ummi. Ummi kwa kizungu ni illiterate. Unajua maana illiteracy? Unajua illiterate ni nani? Ni mtu ambaye hajasoma. Si eti hana elimu. Illiterate ni mtu ambaye hajui kusoma wala kuandika. Hiyo ndo maana illiterate. Illiterate ni mtu ambaye hajui kusoma wala kuandika. Lakini hapa yani ummi hapa haimaanishi yule ambaye hajui kusoma wala hajui kuandika. La. Hapa ummi ni mtu ambaye hajui kusoma Fatiha. Ni mtu ambaye hajui kufanya nini? Kusoma Fatiha. Tuelewe. Yani mtu ukimweka kuswali, yeye Fatiha anaiponda ponda. Anasema wala dhalin. Mkumbuka wala dhalin niliwaambia nini? Ama msahau mara. Dhadi yatoka wapi huwa? Kwa ndani kwenye ufizi pale. Kwenye ufizi. Mtu wala dhalin. Swala haiswi sio. Sasa yeye swala yake haiswi, kumaanisha yeye hajui Fatiha. Yeye amekosea katika Fatiha. Mimi naruhusa kumfuata, haifai kumfuata. Mama wangapi tutawatoa? Adamu tu mtu ana sauti nzuri apewe uimamu. Angalia mambo. Kwa hivyo sharti ya kuswihi ile swala, sharti ya kuswihi swala ya jamaa ni yule mwenye tunayemfuata sisi asiwe ni mtu ambaye hajui Fatiha. Lazima awe anajua Fatiha. Sawa? Wala ummiyan. Na asiwe ummiyan. Hiyo ummiyan hapa sasa. Manake ummi kilugha, hata lugha ya Kiarabu ummi ni yule mtu ambaye hasomi wala haandiki. Hajui kusoma wala hajui kuandika. Inshallah. Lakini hapa nitafuta kitabu kidogo ya maneno kama hayo ya Kiarabu. Ya nini? Wewe naandika huko nyuma. Inshallah. Naandika hapa sasa yeye nitakia. Nafasi inaja. Almuhim, sawa. Sasa ummi, lakini ummi hapa si ati mtu ambaye hajui kusoma wala kuandika. La, ummi hapa ni mtu ambaye hajui kusoma Fatiha. Ni haipati uzuri. Anakosea katika nini?
katika Fatiha. Naam. Kwa nini hajataja tahiyatu hapo wakati Pia tahiyatu ni hivyo hivyo. Wataitaja. Si eti wataitaja. Kwa nini haitajwi? Kwa sababu tahiyatu husomwa kwa siri. Kwa hivyo wewe waweza usijue, mara nyingi hutojua. Unajua pia haina Sasa usipojua wewe hata usinini sawa. Ushaelewa? Lakini ukijua huyu bwana tahiyatu haipati, ufai kuswali nyuma yake. Ukijua mtu sema kabla ya sala, jua yule mimi nimemsikiza tahiyatu kabla dakika 5 haipati, asikuswalisha. Awe hata na mlemba mpaka sijui wapi. Swala bwana ni swala bwana. Sisi huwa tuelezwa kisa moja katika wanazuoni. Huwa tukielezwa kwa hakika hatutajiwi jina, ama kama shaykh tutajua labda mmeghafilika. Kulikuwa na mwanachuoni mkubwa sana kwenye fiqh. Lakini yeye alikuwa na shida. Hawezi kutamka sin. Anasema si kuna watu kama hao? Wako. Ihdinas sirata, yakwambia ihdinas sirata maskini. Mustaqim. Hawezi kutamka. Hata qaf hawezi mpaka ni qaf ile. Sasa mtu kama huyo vipi? Huyu fikiria alikuwa ni mwanachuoni mkubwa, anasomesha watoto wadogo, lakini ikifika wakati wa swala anawaambia mtoto mdogo aswalishe, kwa sababu ile ni swala. Hii ni sheria ya Mwenyezi Mungu, na kama nilivyowaambia mara nyingi, nimeshawaambia nahnu naftakhir bi shari'ati rasulillah. Sisi bwana tunajifakhiri, tunajivunia kwa sheria ya bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mtu atakaye khalifu, mtu atakayeona ni hivi, mtu atakayeona hivi, shauri zake. Lakini sheria ya bwana Mtume sisi ala al-aini wal ras. Yani sheria ya bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam sisi inshallah Mungu ajalie ndio kipimo chetu. Tumeelewana? Na ndio maana huyu ni mwanachuoni, pamoja na kuwa ni mwanachuoni na akiwasomesha watoto fiqh. Na yuwaambia bwana haifai kumfuata mtu ambaye hajui nini? Fatiha, yani anakosea. Na kusema hajui Fatiha kama alivyowaambia, sio kuwa ati hajui, kuwa maskini hajajaribu kusoma, la. Lakini huyo shekhe ni mtu mkubwa, lakini katika matamshi maskini anakosea, anashindwa. Basi tumwambia asiswalishe. Swalishe mtu mwingine. Isipokuwa ikiwa imamu na maamuma wamefanana katika ile makosa. Imamu na maamuma wote dhadi hawaipati. Wote wala dhalin, maamuma wala tuambia sasa haina neno. Mumepatana. Sawa? Ama katika kijiji pengine kama yeye ndo faki pengine. Sasa mfano. Huyu bwana yeye anakosea Fatiha lakini katika aya fulani. Mwingine anakosea Fatiha katika aya nyingine. Hawafai kuswali nyuma wote. Bila. Isipokuwa labda sasa maulama waweza kuja wakasema la, upande mwingine sisi tunataka lazima wasome. Kivyovote wataambia lazima waende mkasome. Unajua kusoma masomo ya tajwidi na namna ya kutamka Qur'ani ni kitu cha fardhi. Ni kitu cha faradhi bwana. Namna ya kutamka Qur'ani, ikiwa unataka kusoma Qur'ani ni lazima ukasome. Sasa watalazimishwa kasome. Kijiji kizima hawajui, waende wakasome. Sasa si lazima ati mtu aende akasomeshe tajwidi kwa undani lakini ajue kufanya nini? Kutamka ile Qur'an. Aambie bwana angalia, ha yatoka hapa, kha yatoka hapa, dad yatoka hapa, dha yatoka hapa, dhali yatoka hapa, ra yatoka hapa, kama hivyo. Shana. Asema shekhe wa alla yakuna ma'muman wala ummiyan. Sawa? Kuna watu bwana wanaitwa tamtam ama wa ama fa. Hao watu gani? Hao watu yani wanakariri herufi. Yani kwa lugha yetu labda useme kama kigugumizi. Unajua kuna watu ni vigugumizi katika herufi fulani, sio? Sio kama ushai yani yeye kuna herufi ukimtajia ndo maskini ni kigugumizi katika hicho herufi. Basi mvipi hukumu yake huyu? Huyu maskini hakosei kwenye Fatiha. Lakini alhamdu yaweza kusema bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sio, yani ile taa yeye anafanya nini? Anakariri. Huyu anaitwa ta. Wacheka. Allah atugumizi, tushukuru Mungu bwana. Tushukuruni Mungu bwana.
Wallahi tena mara nyingine bwana wakipatana vigugumizi wawili maskini waanze kutuhumiana. Mmoja adhani mwingine yuamuigiza ama yuamchezea. Yani nilikuwa sasa kieleza kisa. Siku moja amekwenda dukani kigugumizi na mwenye duka kigugumizi. Yaani alikwenda kununua ni kigugumizi na aloko dukani kigugumizi. Na yule mwenye duka hamjui huyu na huyu hamjui. Basi yule akaanza. Nataka mkate. Mwenye duka huwa shakasirika. Ashajua huyu yani ni joy. Mwenye duka. Wacha upuzi. Yule sasa mwenye nataka mkate sasa mnunuzi pia shakasirika sasa. Wote wakaja. Maskini, wanakasirika. Maskini. Wale na mabubu Kasirika hawezi kuwatuliza ndio akaja mtu nasikia sijui akanini akaambia bwana huyu pia kigugumizi bwana kama wewe akajua kumbe timu yetu nakasirika wala ummiyan kisha asema wa an la yataqaddama alayhi fil mawqifi. Kwa hivyo afwan hukumu ya mtu kama huyu nini kumfuata hukumu ya mtu kama huyu kumfuata kwenye swala makruhu si haram, yani swala imeswi lakini bora usimfuate. Ni bora asiwe imamu, mtu mwenye kukariri herufi. Mtu mwenye kukariri herufi. Kigugumizi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sio wana kariri herufi kama yule nini. Sawa. Kisha asema shekhe wa an la yataqaddama alayhi fil mawqifi. Wa an la yataqaddama alayhi fil mawqifi. Na yeye yule maamuma sasa asimtangulie imamu katika sehemu ya kusimama. Asimtangulie wa an la yataqaddama alayhi, na asimtangulie imamu wake fil mawqifi, katika nini, katika sehemu ya katika pale sehemu ambayo amesimama asimtangulie. Sawa? Haya, angalia wao wana nini wanasema, wewe ukisimama hii kaida kidogo ni ngumu kwa Kiswahili, lakini haya hii kaida kwa Kiswahili wewe ukiwa utasimama wewe unasimama kwa miguu, sio? Unasimama, angalia hapa kidogo, unasimama kwa miguu. Huyu mfano huyu ni mtu amesimama hivi. Bora zaidi ni mimi miguu yangu hivi vidole viwe visigusane ama viwe mwisho wa utasema nyayo zake, ama visigino sio ndio mwisho wa kisigino. Yani ikiwa mtu imamu atasimama hapa miguu yake itakuwa iko hapa basi ni sunna mimi miguu yangu iwe hapa, yani vidole vangu viwe mwisho wa nini, visigino vyake. Tumeelewa? Yeye amesimama hapa kwenye hii line, visigino viko hapa, basi hapa mwisho visigino, kwenye visigino vyake ndo mimi niweke nini, vidole vangu hapa, ndo nini, ndo bora. Lakini ile yameka hapa, kuna watu wengine huja akaweka miguu hapa, yani utapata nusu ya miguu yake yamemtangulia nani, imam. Si sunna ile itakuwa sasa ameingia kwenye makruhu, ile itakuwa ameingia kwenye makruhu. Tumeelewana maro? Tuko sawa? Kuliko hapo afadhalia arudi nyuma kidogo Haya, sasa kuna kitu ambacho hutokea na hiki kina ishkali. Mara nyingine imamu amesimama, na si mara nyingine, karibu kila siku. Ikiwa wewe swali wewe na mtu mmoja, yule mwenye kuswali mkisoma swali watu wawili, yule mwenye kuswali yoswali hapa tu, sio? Yani huu mfano tulotoa, ikiwa wewe swali na mtu mmoja, wewe waweka miguu yako nyuma, yani usoni nyuma ya imamu kidogo tu, sio? Upande wa kulia. Akiamka kutoka kwenye kusujudu, imamu akisimama, maamuma atakuwa pati ya maamuma itakuwa ametangulia. Pati ya maamuma itakuwa manake mimi nishasimama, mimi ni imamu mfano, nimeshasimama, maamuma itakuwa kidogo amefanya nini, ametangulia. Yani ukipiga hesabu kama hivi, ikiwa alikuwa amesimama hapa akisujudu, sio? Sasa itakuwa amenitangulia kidogo. Hapo bado hakuna ishkali kwa sababu miguu yake yako kule nyuma, kwa hivyo bado yeye hajanitangulia kamilifu, kwa hivyo miguu yake bado iko. Shida iko wapi? Mara nyingine, na wengi wetu tuko hivyo, tukiwa tumesujudu, ile tukitaka kuamka, ile miguu tuifanya nini kidogo, tuinua kidogo. Hebu jaribu usujudu uone ukitaka kuamka,
miguu unainua kidogo. Akiinua miguu, magoti yake yako wapi? Huyu mtu magoti yake yako hapa. Kwa hivyo amenitangulia ama hajanitangulia? Amenitangulia. Mikono yako hapa, kichwa yako hapa. Akiinua miguu, inakuwa hajalemea tena nini? Hajategemea tena? Hajategemea miguu. Kumaanisha hapa itakuwa yeye ameshanitangulia. Swala imebatulika. Kwa sababu huyo atakuwa hajakufuata ile imam. Itakuwa amenitangulia sasa. Ametangulia nyayo zake, yani ametangulia mbele ya. Itakuwa ametangulia mbele ya imamu. Hebu simama nikuonyeshe. Simama. Mwelekee Maro. Joko. Mwelekee Maro. Simama kama ndio imamu, mwelekee Maro. Sasa hapo, songea huko mwisho kabisa. Songea mwisho, nataka mpate nafasi. Sasa angalia mimi nimesujudu. Sawa, angalia. Mimi nimesujudu hivi. Hapa niliposujudu magoti yangu yako mbele. Si ndio? Lakini miguu yangu yako kwenye ardhi ama hayako kwenye ardhi? Kwenye ardhi. Kwa hivyo mimi nimetegemea miguu yangu, nimetegemea magoti na nimetegemea mikono na nimetegemea uso. Sio? Hapa haina neno. Nimekutangulia kwa magoti na mikono na uso, lakini bado miguu iko sawa. Iko sawa, maana yake nimeitegemea pia. Sasa lakini ile nikiamka kuna watu huwa kidogo utaona atainua miguu hivi. Atainua, angalia miguu yangu nyuma. Utaona atainua kidogo. Sasa nikiinua hapa, mimi nimetegemea nini sasa? Magoti, mikono na uso peke yake. Ushaona maana yake ndio nataka kuinuka. Nainua kidogo hivi. Swali imekula kwangu swali. Kwa sababu gani? Sasa nimekutangulia. Tumeelewa? Hii yatokea sana. Hii yatokea sana. Jambo ambalo nataka kutanabahishwa. Wallahu aalam. Ingawa ni jambo limefichika. Taqaddama nini vile? Asimtangulia. Yataqaddama ni kutangulia. Ametangulia. Sawa? Wa alla yataqaddama alayhi fil mawqifi. Kisha asema shekhe wa an ya'lama intiqalati imamihi. Wa an ya'lama intiqalati imamihi. Na ayue itwaje mienendo, si mienendo. Itwaje zile steps. Ajue matendo yule imamu wake. Ajue vitendo vya nani? Va imamu wake. An yata'allam fi al-mawqif, yani katika sehemu ya kusimama. Asema shekhe wa an ya'lama, na ajue intiqalati zile movement za nani? Za imamu wake. Wa an ya'lama intiqalati imamihi, na ajue zile movement za nani? Za imamu wake. Sio wewe swali hujui imamu meruku, mesujudu, meketi, lazima ujue. Ima ujue kwa kumuona, ama kwa mtu wamsikia yeye, ama wasikia mtu ambaye anabalighisha. Unajua wao kitambo wakisema muballigh. Kwa sababu gani? Kwa kuna maspika. Na ilikuwa kuna mtu yule swali nyuma tu ya imamu, hata nafikiri kule Makkah mutasikia, Madina. Wakiswali akisema Allahu akbar, kuna mtu mwingine huko anasema Allahu akbar. Yani wao hiyo sunna bado wameiendeleza. Ingawa sasa haihitajiki, maana kuna maspika. Wewe za kukiwa mashallah speaker kutoka hapa mpaka sijui wapi lasikika. Tosha. Sasa tasema yani imma umuone yule imamu ukaona amerukuu ukarukuu, amesujudu ukasujudu. Kwa hiyo lazima uwe wajua anafanya nini. Ama umemsikia yeye, ama umesikia mtu ambaye anaitwa muballigh. Mtu ambaye anaitwa nani? Anaitwa muballigh. Sawa? Na huyu muballigh lazima ni mwadilifu, lazima ni mwadilifu. Yani mfano wewe waswali, sawa? Imamu humuoni, humsiki, yuko mbali. Lakini kuna mtu ndio yukufikishia wewe. Labda usiku hakuna stima. Siku ya Idi hakuna stima. Bali imamu yuko mbali, wewe uko nyuma huko labda humji. Lakini kuna mtu anakufikishia. Imamu akirukuu yeye anasema Allahu akbar. Akisujudu yule mtu lazima awe nani? Ni mwadilifu. Asiwe tu mtu mkorofi. Yaani mwadilifu ni mtu mkweli. Mtu afanyi ufasiki, hafanyi madhambi makubwa. Sawa? Sawa? La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Wa an ya'lama intiqalati imamihi. Kisha asema wa an yajtami'a fi masjidin au fi 300 dhira'in taqriban. Wa an yajtami'a fi masjidin. Na wakutane katika msikiti. Ama sikukutana lakini wao wamejumuika katika nini? Katika msikiti. Imamu na maamuma wao wamejumuika katika nini? Katika msikiti. Sawa, lazima. Ima wawe wako katika msikiti, ama ikiwa wako nje ya msikiti basi isizidi zaidi ya dhiraa 300. Ndio nakwambia. Angalia hii ibara kidogo ni rahisi ukiangalia tukieleza na masahil, lakini kidogo kwa ibara ndio atakayeeleweke. Mimi
kidogo ama tukome hapa. Tukome hapa. Naona kidogo umelemewa. Bado time iko. Tunamaliza. Tumaliza. Sawa. Asema wa an yajtami'a fi masjidin. Kujumuike katika nini? Wakusanyike katika msikiti. Yaani imamu na maamuma wake wote wakusanyike katika nini? Ama ikiwa si msikitini, ikiwa mmoja yuko nje, ama wote wawili wako nje, ndio nakwambia au ama kama si msikitini, basi wajumuike wapi? Fi 300 dhira'in takriban, kwa dhiraa 300, takriban dhiraa 300. Dhiraa 300 takriban ni mita 138. Takriban yani mita 138. Yani mvipi? Mfano nitakupa mfano. Ona huu uwanja hapa wa watoto mcheze. Ama ule uwanja wa boli ule. Uwanja wa boli huwa kama mita 100. Kutoka goli mpaka kama mita 100, 110. Ikiwa imamu atasimama kwenye goli moja na maamuma asimame kwenye goli nyingine, swala inaswi. Dhiraa kwa maana yake ni dhiraa, ni tuseme dhiraa ni masafa, dhiraa ni hapa mpaka hapa. Masafa. Dhiraa ni masafa fulani. Kitambo badala ya kupima kwa mita walikuwa wanapima kwa dhiraa. Kutoka hapa mpaka hapa. Dhiraa. Sawa. Takriban mita ni sentimita 46. Dhiraa moja ni takriban sentimita 46. Almuhimu, umenielewa sasa? Mfano imamu ataswali kule kwenye ile goal post, kwenye mchuma ule. Na mwingine aswali kwenye mchuma mwingine, kwenye uwanja wa mpira ule mkubwa ule. Tukwambia swala imeswihi. Lakini mbona wako mbali mbali? Ndio swala imeswihi. Hii tunasema ikiwa hakuna swafu katikati. Tuelewaneni. Hii ni ikiwa hakuna swafu katikati. Ama ikiwa baada ya imamu kuna swafu ya kwanza, swafu ya pili, swafu ya tatu, tunaweza kwenda mpaka Mombasa town, hakuna neno. Tunaweza kwenda jamaa hiyo moja mpaka Kilifi. Mpaka Kilifi haina. Tumeelewa? Una hakika? Bado. Sikiza. Tukiwa msikitini, tukiwa ndani ya msikiti, nakwambia hata kama msikiti ni kilomita 100, yani ni mkubwa sana. Haina neno imamu akiwa ataswali kule mbele na mimi swali mbali sana na haina neno. Hapa ndugu zanguni tunazungumza ile distance ama yale masafa ikiwa hakuna swafu katikati. Ama ikiwa baada ya imamu, baada ya dhiraa 3 kuna swafu. Baada ya dhiraa 3 kuna swafu. Baada ya dhiraa ile tunaweza kwenda kutoka hapa mpaka Makka. Sisi tunazungumza ikiwa ni imamu na maamuma mmoja tu. Ama masafa kutoka yule maamuma na ile swafu ya mwisho, tuseme kwa ufupi. Masafa kutoka maamuma mpaka swafu ya mwisho. Yaani swafu inayomfuatia yeye. Tutakwambia ikiwa tuko ndani ya msikitini, swali kokote. Ikiwa tuko ndani ya msikiti, swali kokote. Tuelewane. Ikiwa uko ndani ya msikiti, swali kokote. Na hapa kuna mambo muhimu jamani. Hapa kuna mambo muhimu. Lazima tuyaangalie. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Ikiwa tuswali msikitini, ukiswali sehemu yoyote, maadamu tu unaweza kumfikia imamu. Hata kama kwa kugeuka nyuma. Yaani nikisema kwa kugeuka nyuma yani ni yaani umepita chumba hiki, umeingia chumba kile. Lakini ni msikiti. Lakini yote inaitwa nini? Haidhuru. Ikiwa yote inaitwa msikiti. Amir. Haya masala kama kidogo mmechoka tunaweza kuweka pause bwana. Haya masala kidogo ni mazito. Tumalize kidogo hapa. Tumalize sana. Maana naona kidogo akili hazima. Tukiwa msikitini, ukiswali sehemu yoyote, maadamu ile sehemu inaitwa msikiti. Na unaweza, masharti mawili, na unaweza kumfikia nani? Imamu, swala inasihi. Lakini ukiswali nje ya msikiti, kwenye nyumba ama uwandani, tukwambia kwanza distance baina yako na ile swafu ya mwisho, ama distance baina yako na imamu isiwe zaidi ya mita 140. Mfano mita 140. Hiyo dhiraa 300 ndo mita 140. Hapa nakwambia 300 dhiraa. Dhiraa 300. Hiyo dhiraa 300 inatoshana na mita 138 takriban. Kwa hivyo kwanza, sharti ya kwanza, ikiwa mswali nje ya msikiti, iwe distance yenu baina yako na ile swafu ya mwisho, ama baina yako na yule imamu, ikiwa hakuna swafu yoyote, distance isizidi, kumaanisha hizo swali hapa imamu aswali kule mita 10, mita 20, haina kwa sharti uweze kumfikia imamu bila ya kuupa qibla mgongo. Hii sasa nakwambia kidogo kuna maelezo. Yaani wewe mfano waswali nje ya msikiti, waswali kwenye nyumba tu ya kawaida, si msikiti,
mmoja yuko kwenye chumba kingine, labda wanaume wako kwenye chumba na wanawake wako kwenye, na hiyo inaweza kutokea. Wanaume wako sitting room, wanawake wako chumba, lakini mna mic kidogo. Kwa hivyo kule chumbani akisema Allahu Akbar, kule pale sitting room akisema Allahu Akbar, wanawake chumbani wanafanya nini? Wanaitikia, wanasikia yani. Kwa hivyo wanafuata. Tunakuuliza, je, kutoka pale chumbani mpaka kwenye sitting room, yani kutoka kwa wale wanawake wanaposwali pale chumbani, je, wanaweza kufika kwa imamu bila ya kuupa kibla mgongo? Yani njia iko moja kwa moja, ama kuna sehemu itabidi wakate kona yani mgongo wao utakuwa umeelekea kibla? Kama tumeelewa, haisihi swala, haisihi swala. Nitakupa mfano kama hapa. Kama hapa hiki chumba ni msikiti ama si msikiti? Tuseme hiki chumba mfano, yani tuseme si msikiti. Tuseme hiki chumba si msikiti. Imamu yaswali pale, waweza kumfuata yule imamu? Uwezi. Kwa sababu kumfikia mpaka urudi nyuma, utakuwa umeepa kibla nini? Mgongo wako. Sasa tumeelewana? Lakini la, mfano hapa kungekuwa na mlango. Hapa kungekuwa na mlango. Kuna mlango. Wewe waswali hapa. Kuna mlango, ule mlango uko wazi. Lakini waswali hapa, humuone imamu, wamsikia tu. Ungeweza kumfuata? Ndio ungeweza. Kwa sababu gani? Lao ungetaka kwenda kwa imamu, ungeweza ama usingeweza? Ungeweza bila kuhitaji kuupa kibla mgongo. Ndio ungekata kona. Lakini usingeupa kibla nini? Usingeupa kibla mgongo. Sawa? Tumeelewa? Amiri. Lakini ule mlango uko hapa. Pigia tena mfano mwingine. Mlango uko hapa, wewe ukaswali pale mbele. Ukaswali mbele ya mlango. Haisihi. Kwa sababu ukitaka kwenda kwa imamu itabidi upe kibla nini? Upe kibla mgongo. Kwa hiyo ukiwa mtaswali nje ya msikiti, tunataka uswali kwa namna ambayo ama sehemu ambayo utaweza kufika kwa imamu. Haya, umeswali nje ya msikiti. Ule mlango ndio uko, lakini umefungwa. Lakini ule mlango umefungwa. Pia haisihi. Hata kama umefungwa kawaida tu, yani unaweza kufungua uende. La, tutakwambia ule mlango lazima uwe uko wazi. Na swali kidogo. Ndio na swali alasiri magharibi. Pengine ni wakati wa Ijumaa. Si ndio hivyo? Watu wamejaa, wengine wako nje. Tutakwambia watakao swali nje lazima waswali sehemu ambayo wanaweza kumfikia imamu bila kuupa kibla mgongo. Na hii yatokea katika misikiti mingi sana shida hii. Yaani utaona watu wengine waswali, msikiti ndo huu, sawa? Mlango wa msikiti labda uko kwa hapa kando. Mlango wa msikiti uko hapa. Watu wengine waswali hapa. Sawa, imamu labda yuko huku. Imamu yuko huku. Utaona kuna watu wanaswali hapa kando. Wewe utamfikia vipi imamu? Lazima urudi nyuma. Swala isihi. Swala isihi. Swala ya wale wanaoswali nje isihi. Nataka sasa ndio sheria. Ndio sheria. Ndio sheria. Lazima watafute waswali vipi? Si mlango tumesema, si mlango aitwaje uko hapa. Na imamu uko hapa. Basi wao waanze kuswali kutoka hapa. Waanze kuswali kutoka ule mlango ulipo. Manake ukiswali nyuma ya mlango, wewe utakuwa ukitaka kuingia, hutaupa kibla mgongo, utakuwa waingia tu pa. Umeelewa? Wallahu a'lam. Kirio imetosha, inshallah tutaendelea kutoka hapo. Wa yanu al-qudwata au al-jamaa. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Inshallah.